Sasa na hili kombe la Muungano linazidi kuleta na kurejesha ile haiba na hamasa ya Muungano. Kwa hiyo kwa mwaka huu nataka niseme kwamba serikali zetu zote mbili kwa kushirikiana na wahisani wetu, ili sasa kuweza kuwapa moyo na hamasa wachezaji wetu na timu zetu na washabiki, basi hata na sisi kwa upande wa zawadi safari hii zitaongezwa maradufu. Mwaka uliopita mshindi wa mwanzo wa kombe hili la Muungano alikuwa akipata shilingi milioni 50. Lakini kwa mwaka huu 2026 mshindi wa mwanzo atapata shilingi milioni 150. Lakini mshindi wa pili alikuwa akipata shilingi milioni 30. Lakini kwa mwaka huu 2026 mshindi atapata shilingi milioni 100. Michezo oye! Muungano oye! ZFF oye! TFF oye! Hii ni moja katika jambo ambalo tumesema tuongeze morali, tuongeze zawadi ili kuweza kuyaongezea hadhi mashindano haya. Natoa wito kwa vijana wote na wananchi wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kushiriki kwa wingi katika mashindano yetu haya. Kama tunavyofahamu, timu zilizoingia katika mashindano haya ni timu pendwa kwa upande wa Zanzibar, ni timu pendwa kwa upande wa Tanzania bara. Timu za Zanzibar ambazo top 4 za Zanzibar zina mashabiki wengi sana hapa Zanzibar, sote tunajua. Lakini vile vile na top 4 za Tanzania bara ni timu pendwa kwa upande wa wenzetu kule Tanzania bara. Kwa hiyo tunaomba sana ndugu zetu kutoka Tanzania bara waje katika mashindano, na vijana wetu na ndugu zetu kutoka Zanzibar washiriki katika mashindano kwa wingi ili kuwapa hamasa na kuyapa haiba mashindano yetu haya ya Muungano kwa mwaka 2026.